Karibuni sana rafiki zangu, nimefurahi kuweza kufanya hii video kwa ajili yenu. Leo niko katika studio yangu mpya ambayo rafiki yangu Joel ameweza kunisaidia nayo. Jambo sana homies. Bado anajifunza Kiswahili kidogo, lakini ninamshukuru sana kwa msaada wake. Yeye anajua kufanya mataa na kuweka kila kitu kiwe sawa kwa ajili ya hii show yetu ambayo tutakuwa tunaendelea kufanya ili watu wote waweze kusikia injili ya urejesho ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunataka kufanya hii content kwa ajili ya kusaidia watu wote ambao ni waumini wa kanisa letu waweze kuimarisha shuhuda zao, na pia tunataka kuweza kutambulisha kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho kwa watu wengine pia. Kwa hiyo ndo hivyo, leo kuna wazo fupi ambalo ninataka kushiriki kwa hii video ya kwanza katika haya mazingira mapya, na hilo wazo linatokana na mkutano mkuu wa kanisa. Kwa nyinyi ambao si waumini wa kanisa, kitu ambacho ni muhimu sana kwetu ni kwamba kama vile ilivyotokea katika Biblia, Mungu siku hizi anawaita mitume na manabii tena. Na hata ukisoma katika Agano Jipya, baada ya kupaa mbinguni kwa Yesu Kristo, Petro na mitume wengine waliweza kuwaita wanaitwa wale 70 kuendesha makanisa au kuendesha kanisa katika sehemu mbalimbali, kwa sababu unajua kanisa ni kubwa sana na inabidi kuwe na viongozi katika sehemu mbalimbali ambao wanaweza kusaidia katika kazi hiyo. Kwa hiyo mkutano mkuu ni mkutano unaotokea kila miezi 6, kila mwezi wa 4 na mwezi wa 10 ndio inatokea. Na tunasikia kutoka kwa nabii wetu, kutoka kwa mitume 12, na pia tunasikia kutoka kwa wale 70 na viongozi wengine wa kanisa pia. Kwa hiyo hotuba ambalo ninataka kusoma kidogo leo linaitwa Kitabu cha Mormoni, hazina isiyopimika katika safari yetu. Na hotuba hii iliweza kutolewa na mojawapo wa wale 70, na yeye anaitwa Mzee Ozani Farias, na yeye aliweza kushiriki sana kuhusu Kitabu cha Mormoni na umuhimu wake. Yeye mwenyewe hakuzaliwa katika kanisa letu, lakini aliweza kujifunza kuhusu kanisa letu kutoka kwa rafiki yake ambaye aliweza kumsaidia kujiunga na kanisa na kujifunza kila kitu. Kwa hiyo Kitabu cha Mormoni, kama hujawahi kukisikia, kuna video zingine ambazo nimeshaweka na ambazo nitaweka baadaye ambazo zinaweza kueleza zaidi, ila hiki hapo ninaongea Kiswahili cha Kongo. Hiki ndo Kitabu cha Mormoni, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Na hapa kuna ushuhuda mzuri sana kutoka kwa Mzee Farias. Ni huyu hapa kwenye hii picha kama unaweza kumwona. Lakini nitakuwa nasoma kidogo halafu nitatoa mawazo yangu. Kwa hiyo tuende. Anaanza hivi: Je, unaweza kushiriki wakati mtu alikupatia zawadi ambayo ilibadilisha maisha yako? Oktoba hii inatimia miaka 40 tangu nilipopokea moja ya zawadi kuu maishani mwangu. Nilipokuwa katika shule ya upili, nilitambua kwamba mwanafunzi mwenzetu alikuwa na nuru ambayo ilikuwa tofauti na vijana wengine wengi. Unajua, Yesu aliweza kutufundisha katika Mathayo sura ya 5, tuwe nuru kwa watu wengine. Sisi ni chumvi ya dunia, tena sisi ni nuru, na tuiache nuru yetu iangae kwa wanadamu wenzetu ili tumtukuze Mungu. Kama ule wimbo unaoenda katika nyimbo za wokovu, hata nyimbo za wokovu ninao hapa hivi: lakini nuru yetu iangae mbele ya mwenzetu huku, na ndo inavyoimbika katika hicho kitabu cha nyimbo za wokovu. Kwa hiyo unajua, kutambua mwanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo, inabidi yeye awe na nuru na awe analeta matunda mazuri kwa faida ya watu wengine. Kwa hiyo huyu mzee, nimeshasahau jina, Mzee Farias
aliweza kutambua nuru hiyo katika rafiki yake au mwenzake. Samahani. Kwa hiyo hapa tunasoma hivi: nilifurahi kuwa karibu naye. Siku moja aliniambia mimi alikuwa ni muumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kisha akanipa zawadi ya nakala ya kitabu cha Mormoni, na alinialika nisome kurasa chache kisha nikutane na marafiki wawili ambao wangeweza kujibu maswali. Marafiki hao walikuwa wamisionari. Kwa hiyo hapa aliweza kukutana na wamisionari wetu, na sisi tunapenda sana wamisionari, tunawashukuru kwa kazi ambayo wanafanya. Na kama wewe unataka kukutana na wamisionari wetu, unaweza kuenda kwa bio yangu, unaweza kupiga link kwa fomu ya Google, na ukijaza hiyo fomu utapata mawasiliano, na ukitaka kukutana nao kweli, ukitaka kwenda kanisani na kujifunza kila kitu, wao wataweza kukusaidia. Kwa hiyo ninakualika wewe ukutane na wamisionari, watakusaidia sana kama walivyoweza kumsaidia huyu mtu hapa. Sawa. Nilipokutana na wamisionari, walinifundisha mafundisho ya Kristo na kunialika kufuata mwaliko wa Nabii Moroni, ambayo inasema, na mtakapopokea vitu hivi, ningewashauri kwamba mngemuuliza Mungu Baba wa milele katika jina la Kristo ikiwa vitu hivi si vya kweli. Na ikiwa mtauliza na moyo wa kweli na kusudi halisi, mkiwa na imani katika Kristo, atawaonyesha ukweli wake kwenu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unaweza kujua kama kitabu cha Mormoni ni cha kweli. Si kama mtu mwingine anakushawishi au anakuambia. Ni kwako tu kusoma kwa kusudi halisi na kumwomba Mungu ili ujue kama kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu na kama kimeletwa kwetu kwa ajili ya kutusaidia katika siku yetu. Sawa. Tunaendelea. Nilisoma kurasa kadhaa za kitabu cha Mormoni na nikasali. Ingawa bado sikuwa na ufahamu wa kina wa mambo yote ambayo wamisionari walikuwa wakifundisha, nilihisi moyoni mwangu kwamba nilichokuwa nikisoma kilikuwa kizuri na kilitoka kwa Mungu. Nilipokea uthibitisho wa ahadi ya Moroni, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mpate kujua ukweli wa vitu vyote. Baada ya mimi kubatizwa katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, baadhi ya marafiki kutoka shuleni walijaribu kunishawishi kwamba nilikuwa nimefanya uamuzi mbaya. Kila wakati nilipokabiliwa na mashaka au upinzani kama huo, nilipokea uthibitisho mpya kupitia kujifunza maandiko na kusali ili kubaki mwaminifu kwa maagano ambayo nilikuwa nimeingia na Mungu. Na hapo nitasema kidogo tu, kwa sababu unajua, unapochagua kumfuata Yesu Kristo na ukiamini kwamba kanisa la Yesu Kristo ndilo kanisa lake na kwamba ni kanisa lenye litakusaidia kumkaribia yeye katika maisha yako, upinzani lazima utakuja tu, kwa sababu shetani anakutaka, kama vile Yesu alivyoweza kumwambia Petro na wengine. Shetani anakutaka, na kwa hiyo sisi inabidi hata tukikabiliana na mateso na upinzani baada ya kuingia katika kanisa au baada ya kuanza kujifunza kitabu cha Mormoni, haimaanishi kama tumefanya maamuzi mbaya, kwa sababu unajua hata mitume wa Yesu Kristo waliweza kuuawa, na sisi hatusemi kwamba walifanya maamuzi mbaya kwa kushiriki na kuhubiri neno la Mungu. Hatusemi hivyo. Tunajua walikuwa wanafanya kitu cha kweli kabisa, kitu chenye maana. Kwa hiyo sisi ni vivyo hivyo. Tunaweza kutegemea upinzani na changamoto tukichagua kumfuata Mungu, lakini ujue kwamba Mungu atakupa nguvu kuweza kushinda changamoto hizo zote. Mungu anataka tushinde ulimwengu kama Yesu alivyoweza kufundisha wanafunzi wake. Kwa hiyo ndio hivyo, inawezekana utakabiliana na hiyo. Na hata kuna rafiki ambaye nimekuwa nikiongea naye siku hizi aliweza kuniambia kwamba kuna changamoto ambazo zimetokea
na kuna marafiki na watu karibu kwake ambao wamempa changamoto sana, kwa sababu wanasema ni kwa sababu umeingia katika kanisa hili nini, lakini ni kawaida. Lakini Mungu atakupa uwezo ili uweze kushinda vitu hivyo vyote, ni kawaida, ila utaweza kuhisi upendo wa Mungu katika kufanya mambo haya. Lakini tuendelee kusoma tu. Tangu wakati huo kitabu cha Mormoni kimekuwa mwenza wangu na kimekuwa hazina isiyopimika katika safari yangu hapa duniani. Kitabu cha Mormoni ni zaidi ya kitabu tu. Ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo ulioandikwa na manabii wengi wa kale kupitia roho ya unabii na ufunuo. Tukio muhimu zaidi lililorekodiwa katika kitabu cha Mormoni ni huduma binafsi ya Bwana Yesu Kristo miongoni mwa wanefi muda mfupi baada ya ufufuko wake. Kitabu cha Mormoni kinaeleza mafundisho ya Injili, kinafafanua juu ya mpango wa wokovu na kuwaambia binadamu mambo wanayolazimika kuyafanya ili wapate amani katika maisha haya na wokovu wa milele katika maisha yanayokuja. Yaani kitabu cha Mormoni kitakusaidia kumwelewa sana na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kumfahamu yeye, kufahamu Injili yake, itakusaidia kumwelewa wazi vizuri sana. Ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa ajili ya siku yetu ili tuweze kumfahamu sana mwana wa Mungu. Na hata kuna ufunuo uliotolewa kwa nabii Joseph Smith ambao uliweza kusema hivyo, kwamba kanisa limerejeshwa kwa ajili ya kutusaidia sisi kumfahamu sana mwana wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo pia nimeweza kukumbuka kuna rafiki yangu moja nilikuwa naongea naye jana, ila ninakumbuka zamani kidogo, kama miaka 4 iliyopita. Kuna wakati aliweza kusimama mbele na kutoa ushuhuda wake kanisani, na alikuwa akibeba kitabu cha Mormoni. Na hapo kama ukifungua kitabu kidogo hapo kwenye ukurasa wa jina la kitabu, aliweza kuandika rafiki yangu na alikuwa anasema kitabu cha Mormoni ni rafiki yangu sana. Na hata huyu mzee aliweza kusema kwamba kitabu cha Mormoni kimekuwa mwenza wangu na kimekuwa hazina isiyopimika katika safari yangu hapa duniani. Kuna hotuba nyingine iliyotolewa kwa Rais Russell M. Nelson ambapo aliweza kuongea sana kuhusu umuhimu wa kitabu cha Mormoni na jinsi ambavyo ni hazina yenye thamani kuliko hazina zote zingine, na ni kitabu muhimu sana. Hivyo tu. Sawa, tunamaliza. Toleo la kwanza la kitabu cha Mormoni, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, lilichapishwa katika mji mdogo katika jimbo la New York mnamo Machi 1830. Nabii Joseph Smith alikuwa na umri wa miaka 23 alipomaliza kutafsiri kitabu hiki mwaka 1829. Alitafsiri karibu kitabu kizima kwa muda usiozidi siku 75. Na mchakato wa kukichapisha ulichukua takribani miezi 7. Leo takribani wamisionari 80,000 katika zaidi ya nchi 150 wanahudumu kama watu wa kujitolea, wakijitolea maisha yao kwa kutoa ushuhuda kwamba kitabu cha Mormoni ni cha kweli na kwamba kinashuhudia juu ya Yesu Kristo. Katika semina ya hivi majuzi ya viongozi wapya wa misheni mwezi Juni mwaka huu, nabii wetu mpendwa Rais Russell M. Nelson alishiriki ushuhuda wake wenye nguvu juu ya kitabu cha Mormoni. Alisema, kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu. Kinafundisha mafundisho ya Kristo na kuelezea zaidi kuhusu upatanisho wa Mwokozi kuliko kitabu kingine chochote. Kwa hiyo tutamaliza hapo tu. Ila nimefurahi kuweza kushiriki mambo haya. Ninajua ni mambo ya kweli kabisa. Kitabu cha Mormoni ni kitabu cha kweli, na ninafurahi kuweza kuwa muamini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, ili niweze kuwa na kitabu cha Mormoni, niweze kuwa na mafundisho haya yote ambayo yamenisaidia kumkaribia Yesu Kristo katika maisha yangu. Kwa hiyo ninashukuru
Ninajua Mungu ni baba yetu wa mbinguni. Yesu Kristo ni mwanaye mpendwa ambaye aliweza kuja hapa duniani kwa ajili ya kutufia. Yeye atatusaidia katika changamoto zetu zote, atatulinda, atatufariji. Ninajua pia kwamba yuko Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza katika kila kitu, atatusaidia na atatukumbusha maneno ambayo Yesu Kristo alivyoweza kutufundisha, kama Yesu alivyosema katika Yohana sura ya 14. Na ninajua kwamba Joseph Smith alikuwa ni nabii wa kweli, na kwamba aliweza kurejesha kanisa la Yesu Kristo lililokamilika katika siku hizi za mwisho. Na ninajua kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu, najua pia Biblia ni neno la Mungu, na kwamba kupitia kwa vitabu hivi tunaweza kupata kumfahamu sana Mungu. Kwa hiyo uendelee kusali kila siku, uendelee kusoma maneno ya Biblia na kitabu cha Mormoni, na uendelee kumkaribia Mungu katika maisha yako. Ninashukuru sana na nina matumaini kwamba tutaonana tena hivi karibuni kwenye video nyingine. Ukiwa na maswali yoyote unaweza ukanijulisha, na pia kama nilivyoweza kusema, unaweza kukutana na wamisionari wetu, watakusaidia kufahamu kitabu cha Mormoni, watakusaidia kujifunza vitu hivi vyote kwa ndani zaidi, ili uweze kuwa tayari tu kwenda kanisani na kushiriki katika kila kitu. Ila nimeshukuru sana, nina matumaini kwamba Mungu atakubariki na atawasaidia nyinyi kwa kila kitu katika maisha yenu. Asanteni sana.